Moto umezuka leo majira ya saa 5 asubuhi wakati watu wakiendelea na shughuli zao, na hapa baadhi ya wakazi wa mwaro huo wanaelezea juu ya moto, huku mmiliki wa nyumba hizo Lucas Peter akielezea alivyopata taarifa za nyumba zao kuteketea. Moto tuliona moto umeshatokea, tukaenda kuzima, tukatushinda, tuliweka nguvu zetu zote tukazima tukatushinda. Lakini hatukujua moto ulitokea wapi. Nilikuwa nimeenda TRA kwenye ulipaji wa mapato. Ndio nikawa nimepigia simu kwamba chumba na nyumba zimeungua. Sasa wakati nilipofika hapa nikuta nyumba zote zimekwisha kuungua, lakini chanzo cha moto ulitokea kule chumba cha mwisho, na wapangaji wote hawakuwepo, walikuwa wameenda kwenye shughuli zao za huko Mwaroni kwenye biashara zao za dagaa. Afisa mtendaji wa kijiji cha Mshozi Samson Amos anaelezea madhara ya moto huo, na katibu tawala Urea Bukoba Proscovia Jack Mwambi aliyefika kwenye eneo la tukio akiwa na baadhi ya wajumbe wa kamati ya ulinzi na usalama ameagiza jeshi la zimamoto na uokoaji kuchunguza chanzo cha moto huo. Kwenye nyumba zote tatu zilikuwa na jumla ya vyumba 22. Kwenye hivyo vyumba 22, vyumba 16 vilikuwa vina wapangaji, vyumba 4 alikuwa akivitumia yeye mwenyewe mwenye nyumba, na vyumba 2 vilikuwa vinamaliziwa ujenzi siku ya jana, ambapo navyo pia vimeteketea. Pia hao watu 16 ambao walikuwa wakiishi kwenye nyumba, ni mtu mmoja ambaye amefanikiwa kuokoa mali zake, ambapo kuokoa mali zote ila aliokoa mali baadhi. Ni mali nyingi hapa zimeteketea. Watu wamenakosa sehemu za kuishi sasa hivi. Sikulikuwa kuna familia 16. Muhusika sasa hivi amepata hasara kuanza kujenga upya. Kwa hiyo mimi niwaombe jeshi la zimamoto watupatie taarifa ya hili tukio, uchunguzi ufanyike. Mimi sijalizishwa na taarifa iliyotolewa juu ya huu moto. Nikiripoti kutoka katika maeneo ya Mwaro wa Igabiro ulio katika kata ya Kaja, ilio katika halmashauri ya wilaya ya Bukoba iliyoko mkoani Kagera, naitwa Audax Mtiganzi wa ITV.